Karibuni sana katika ibada ya pili, ibada ya Kiswahili, na ujumbe ule ambao Mungu ameweka moyoni mwangu ni series ya Roho Mtakatifu ambao tulianza wiki ambayo iliyopita, na siku ya leo nataka kuzungumza juu ya ahadi ya Baba siku ya Pentekoste. Ahadi ya Baba siku ya Pentekoste. Na ukiwa na Biblia yako, na naamini kama tuwawekewa katika nakala ya Kiswahili ili kama tuweze tukasoma, naomba ufungue pamoja nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wake wa 4. Hiyo ndio itakuwa ni ile mstari ambao unaotuongoza, ila nitasoma mistari mingine ambayo inayoambatana na hiyo. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Biblia inasema hivi: Ilipofika siku ya Pentekoste, waamini wote walikuwa wamekutana mahali pamoja. Ghafla sauti kama mvumo mkubwa wa upepo uliwashukia kutoka mbinguni, ukaijaza nyumba yote walimokuwa wamekaa. Pakatokea kitu kama dimi za moto ambayo uligawanyika ukakaa juu ya kila mmoja wao. Wote walijazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowaajilia kusema, ama alivyowawezesha kusema. Amen. Hallelujah. Siku ya Pentekoste. Na siku ya Pentekoste ina maana gani kwetu? Siku ya Pentekoste ina umuhimu gani kwetu na kanisa la Mungu? Siku ya Pentekoste inaambatana na ahadi ya Mungu ambayo alikuwa ameahidi. Amen. Kutoka Agano la Kale mpaka Agano Jipya ilikuwa ni ahadi ya Baba, ikatimia. Kama vile Yesu alivyokuwa amewaambia wanafunzi wake alipopaa, akawaambia muda si muda, siku chache mutapokea Roho Mtakatifu, na kwa hivyo musitoke Yerusalemu, kaeni mukigojea. Nao wakatii agizo la Yesu, wakakaa katika chumba ya juu, upper room, wakiwa wanagojea Roho Mtakatifu. Wakawa katika maombi ya kugojea. Na kama vile Yesu alivyokuwa ameahidi, baada ya siku 10 yeye kuondoka, inasema ya kwamba na siku ya Pentekoste. Na ningetaka ni shiriki pamoja nasi mambo 4 ya umuhimu ya siku ya Pentekoste. Katika mstari wa 1 inasema, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Ya kwamba na siku ya Pentekoste ilipotimia, ilipofika, walikuwa pamoja wakiwa wanagojea. Na siku ya Pentekoste inatokana jina Pentecostes, ambao ni neno la Kigiriki ambao inamaanisha Pentecost ama siku 50. Na siku hizi 50 ilikuwa ni baada ya siku ya Pasaka. Yesu alisulubishwa kwenye msalaba siku ya Pasaka, kama vile ilivyoahidiwa, ilivyotabiriwa katika Agano la Kale. Na ilikuwa inakumbusha wakati ule malaika wa Mungu aliruka nyumba ya wana wa Israeli na akaua wale ambao ni wa Misri. Hiyo siku ambayo ilikuwa inasherekewa na wana wa Israeli, siku ya Pasaka, Yesu alipofufuka akajionyesha, akajihidhirisha, akatokea wanafunzi wake na wale wengine wengi siku 40. Siku ya 40 alipokuwa na paa kwenda mbinguni, akawaambia gojeeni ahadi ya Baba. Gojeeni Roho Mtakatifu. Gojeeni, na atakapokuja mutapokea nguvu na mutakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Yudea na Samaria na ulimwengu wote.
Na wakati hiyo amri ya Yesu, kama vile nimesema, wakagojea Yerusalemu, na wakagojea wakiomba, wakiamini ya kwamba kama vile Yesu alikuwa amewafundisha, jinsi ambavyo Yesu alikuwa amewaahidi ya kwamba siku hiyo inaja, ni muda tu mdogo. Amen. Na wapendwa, siku ya Pentekoste ni kutimia kwa unabii wa Yoeli sura ya 2 mstari wake wa 28 hadi mstari wa 32. Ni ahadi ya Mungu inatimia. Kile Yesu alikuwa ametaja, yale ambayo Mungu alikuwa ametaja, kwamba siku moja Roho wangu atakaa katikati ya watu wake. Agano la kale, Mungu Baba ndiye ambaye alikuwa anajitokeza, aidha kwa ndoto ama kwa malaika, alikuwa anajitokeza. Lakini akasema kuna siku ambayo yeye mwenyewe Kristo Yesu atakuja hapa duniani. Na Yesu akaja hapa duniani na akawa na wanafunzi wake. Akakaa katikati ya watu. Emmanuel, God with us. Akakaa pamoja nasi. Akaahidi pia akienda, Roho Mtakatifu atakuja, na huyo Roho atakapokuja haitakuwa kama siku kama ya Agano la Kale. Atakuja na atakaa ndani ya watu. Atawajaza na Roho Mtakatifu. Na inasema ya kwamba hiyo siku ya Pentekoste wakawa wanaigojea. Amen. Siku hiyo ya Pasaka, ya Pentecost, ilikuwa pia inasherekewa na wana wa Israeli, wakikumbuka jinsi ambavyo Musa alipokea maandishi akayaleta kwake. Na unabii wa Yeremia 31 mstari wake wa 33 inasema, "This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on all their hearts." Yakoba, na siku hiyo ikitimia, Mungu akaongea na nabii wake Yeremia, akamwambia na siku hiyo ya Pentekoste itakapofika, siku hiyo ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu itakapotimia, mimi Mungu nitaweza kuandika sheria yangu katika mawazo yao, na pia nitaandika hiyo amri yangu katika mioyo yao. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuja, hakuja akae kando yetu, alikuja akakaa ndani yetu. Sisi ni miili, na miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuja anakaa ndani yetu, sio ya kwamba anaondoka wakati fulani, anakuwa pamoja nasi kila wakati. Maombi yangu tunapoendekea na mafunzo na mahubiri ya mambo ya Roho Mtakatifu, tamanio langu, maombi yangu, na iwe ni ombi lako, ni ya kwamba kama vile ilivyokuwa siku ya Pentekoste ifanyike kwetu Waithaka Mission Center. Naomba ya kwamba ifanyike kwangu binafsi, naomba ifanyike kwako. Kwa sababu gani? Mungu alijua hii maisha ni ngumu bila yeye. Amen. Ile vita ambayo tunakubana nayo, zile changamoto ambazo tunakubana nazo kila siku, hatutaweza kama hatutakuwa pamoja na yeye. Kama uwepo wa Bwana, nguvu za Mungu hazitakuwa pamoja nasi, itakuwa ni vigumu sisi wenyewe kutimiza mambo ya Mungu. Amen. Unakumbuka kanisa la Musa. Amen. Miaka 40. Miaka hiyo kuna mahali alifika kwa vita na mambo mengi na changamoto nyingi ambazo walikutana nazo. Kuna wakati mmoja katika kitabu cha Kutoka 33, Musa akamwambia Mungu, kama hautaandamana pamoja nasi kutoka siku ya leo, usitutume tuendelee mbele. Alielewa, alifahamu ya kwamba bila yeye, bila Mungu, maisha itakuwa ni magumu, safari itakuwa ni ngumu. Na hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Maisha bila Mungu, maisha bila Roho Mtakatifu itakuwa ni maisha magumu sana. Tunakubana na shida kila siku, tunashidana na changamoto kila siku. Ni mambo mengi ambayo tunaokubana nayo ya kila siku. Lakini Mungu akiwa pamoja nasi, Roho wa Bwana akiwa ndani yetu, Roho wa Bwana akiwa pamoja nasi, shida zile tunapokubana nazo, matatizo yale ambayo tunaomenyana nayo, Mungu atatupatia ushindi. Praise be to the name of the Lord. Wapenda Bwana sana. Na ndiposa unabii huwa ukatimia wa Yoeli, ya kwamba kama vile ilivyokuwa imetabiriwa, siku hii ya Pentekoste ikafanyika. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, inasema juu ya upepo mkali
wenye nguvu, mvumo wa upepo, nguvu nyingi. Inasema ya kwamba in verse number 2, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Ya kwamba ile nyumba ambayo walikuwa wamekaa, kukasikika upepo mkali. Amen. Amen. Na upepo ule, ile sauti ya upepo ule ikasikika na wale ambao walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Na sio tu wanafunzi wa Yesu walisikia huo upepo. Hata wale walikuwa wamekaa katika Yerusalemu, ukiangalia katika mstari wa 6, inasema ya kwamba na wale walikuwa wakaaji wa Yerusalemu wakasikia sauti kubwa ambayo imetoka kutoka mbinguni, upepo mkali ambao umetoka mbinguni. Na ulipokuwa umekuja ni kama upepo, kitu ambao kinatingizisha. Amen. Kitu ambacho kinaleta uwepo mkubwa. Amen. Na kama tu vile ilivyokuwa, inasema ya kwamba na ikajaa katika ile chumba, na watu wakashangaa, huo mgurumo ni wa nini? Hiyo sauti ambayo imetoka mbinguni ni ya nini? Kwa sababu ni tukio ambalo litokea likatingiza kila mmoja. Bwana sana. Na hapo ningetaka tuelewe ya kwamba katika maisha ya mwanadamu, kuna matokeo fulani ambayo imetokea katika maisha na historia ya mwanadamu, ambao ni tukio la kiungu. Amen. Ambalo lilifanya ulimwengu wote ujue kuna kitu kimefanyika. Amen. Hallelujah. Uumbaji ni tukio kubwa la Mungu. Wakati ule ambao kulitokea Genesis chapter 11, watu wakamuasi Mungu na Mungu akabadilisha lugha zao. Hiyo ni tukio la kiungu ambalo lilisikika na likaelewa na kila mmoja. Tukio pia la Mungu kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri, tukio hilo pia ni tukio kubwa ya kwamba Mungu akafanya bahari ya Shamu kuwe na barabara. Hata wale waliokuweko walisikia na wakaona. Ni tukio ambalo haligefichika. Ni tukio ambalo lilionekana wazi. Mungu pia alipokuwa na Musa, wakati Musa alipoambiwa aende mlimani, Biblia inasema ya kwamba katika mlima wa Sinai ikajaa uwepo, ikajaa wingu. Amen. Ni kitukio ambalo lilionekana wazi. Na ninaweza nikaongea mambo hayo yote, hata kuja kwa Yesu Kristo, kuja hapa duniani ni tukio la kiungu. Ni jambo lilifanyika la kiungu. Amen. Na pia kuja kwa Roho Mtakatifu wa Mungu ni tukio la kiungu. Ni jambo ambalo lililofanyika, ambalo ni lazima mwanadamu agejulishwa. Kufa kwa Yesu msalabani ni tukio la kiungu. Inasema ya kwamba Yesu alipokata roho pale msalabani, Biblia inasema ya kwamba na kukatokea mtetemeko wa ardhi, earthquake. Bwana sana. Na makaburi kafunguka na ikaonekana watu wakienda katika mji wa Yerusalemu, wale ambao walikuwa ni wateule. Ni tukio ambalo ni la kiungu. Kufufuka kwake Yesu Kristo ni tukio la kiungu. Kuja kwa Roho Mtakatifu wa Mungu ni tukio la kiungu. Ni jambo ambalo lilifanyika sio kwa siri, ni jambo ambalo lilisikika kwa kila mmoja ambaye aliyesikia. Bwana sana. Na hivyo ni hivyo. Wakati ule Roho Mtakatifu ameshuka, wakati ule Roho Mtakatifu amekuja. Amen. Sio jambo la kisiri. Ni jambo litaonekana, ni jambo litasikika, ni jambo litaenea maeneo mengine. By the way, wakati wote revival imetokea, hakuna revival ya mtu mmoja, hakuna revival ya kanisa moja. Revival inaguza ulimwengu wote. Na naomba ya kwamba ifanyike kwetu waidhaka katika jina la Yesu Kristo. In the name of the Lord Jesus. Ya kwamba hiyo tukio lifanyike hapa. Ya kwamba watu wa Idhaka wajue, watu wa Nairobi wajue, watu wa Kenya wajue, watu wa Afrika wajue, na watu wa ulimwengu wajue.
Ni tukio la kiroho. Ni tukio ambalo haliwezi kafichika. Inasema ya kwamba ikasikika. Bwana sana. Hiyo sauti iliamsha wale walikuwa wamelala. Hiyo sauti kubwa kutoka mbinguni ilistua watu mpaka wakaanza kusema, na tumesikia wapi? Na wakasema tumeisikia kule katika ile chumba. Na watu wengi sana wakaenda hapo. Na ninajua namna gani. Ukisoma katika hiyo sura ya 2 inasema wakati ule alipokuja na wakawa wamechanganywa ni tukio gani limefanyika na wakakuta wanaongea katika lugha. Petero alipowahubiria inasema watu 3,000 wakaja katika Bwana. Hiyo inamaanisha ya kwamba ni watu maelfu na maelfu ambao walikuja katika ile chumba kuu, walikaribia mahali pale. Bwana sana. Ni tukio ambalo litigiza Yerusalemu yenyewe. Tuko pamoja pendwa. Ni jambo ambalo lilifanyika, kila mmoja katika Yerusalemu alijua. Watu ambao walikuwa wametoka mbali walikuja kujionea, walikuja kuangalia ni jambo gani hili ambalo limefanyika. Hawakuitwa na mtu. Wao wenyewe walikuja mahali pale. Praise be to the name of the Lord. Nataka kurudia tena, tukio la Roho Mtakatifu, kuja kwa Roho Mtakatifu ni tukio la kiungu ambayo God intervened in human history. Bwana sana. Amen. Amen. Jambo lingine ambalo tunangojea ambalo ulimwengu wote itajua ni kuja kwa Yesu Kristo. Kuja kwa Yesu Kristo halitakuwa jambo la siri. Kuja kwa Yesu Kristo halitakuwa ni jambo la kubahatisha. Amen. Ni tukio lingine la kiungu kuu sana tunalolingojea. Kwa sababu Mungu atashuka kutoka mbinguni. Malaika wataonekana katika hewa. Yesu ataonekana katika hewa. Akija na ulimwengu utaangalia. Bwana sana. Ni tukio la kiungu. Wakati ule Roho Mtakatifu alipokuja, kama vile ilivyokuwa imeahidiwa, hakuja ili ya kwamba aje halafu aondoke aende. Alikuja akae pamoja nasi. Sisi tunakaa katika majira ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakuwa pamoja na kanisa mpaka mwisho, wakati ule kanisa la Kristo litanyakuliwa kwenda mbinguni. Hakuna wakati wote ambao Roho Mtakatifu ataondoka. Nilisema Jumapili iliyopita ya kwamba kuna mafundisho ambayo sio ya ukweli ambayo inaenezwa na sisi wa Pentecoste. Ya kwamba wakati wa Azusa Street, wakati huo ndio Roho Mtakatifu alikuja tena. Na ninasema hapana, that's not true according to history. Nimefanya masomo tunaita the history of pietists. Wale ambao walidumisha moto ya Roho Mtakatifu wakati ule Catholic walikuwa wamecompromise. Anglican walikuwa wamecompromise. Methodist walikuwa wamecompromise. Kuna watu ambao walikuwa wanaitwa pietists ambao walidumisha moto ya Roho Mtakatifu. Hakuna wakati hata moja ambayo Roho Mtakatifu anaondoka duniani. Yesu alisema atakuwa ndani yenu na atakuwa pamoja nanyi. Akasema nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Hata sasa tuko katika hayo majira ya Roho Mtakatifu. Naomba ya kwamba kama vile ambavyo watu walikataa Mungu katika Agano la Kale, tusimkatae Roho Mtakatifu. Watu walikataa Yesu alipokuja hapa duniani, tusikatae mambo ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu hakuna njia nyingine ambayo Mungu anawasiliana na sisi pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Utatu Mtakatifu wa Mungu uko pamoja nasi. Ni majira ya Roho Mtakatifu. Amen. Mwambie huyo mwingine ni majira ya Roho Mtakatifu. Amen. Na huo uwepo, ukiangalia katika Agano la Kale, the word spirit means wind or breath or ruach. R-U-A-H. Ruach in Hebrew. Na ruach means wind, uwepo, breath. Kwa hivyo sio tu upepo, was a breath from heaven. Amen. It was a breath from heaven, wind from heaven. Sio tu upepo ambao ni wakai. Inasema ulikaa kama. Praise be to the name of Jesus. Ulikaa kama. Lakini hiyo ilikuwa ni pumzi na ilikuwa ni wingi wa Roho Mtakatifu ambao uliokuja. Amen. Na inatimiza kwa sababu huo uwepo huo ambao ulikuja. Unakumbuka wakati wa Ezekiel, mifupa ambayo ilikuwa imekauka, Ezekiel 37 verse 5 inasema ya kwamba inasema I'll make breath enter into you and you come to life. Mifupa ile itabiria akasema nitaweka pumzi. Amen.
Amen. Na alipoweka pumzi lake, mifupa ambayo ilikuwa imekauka ikarudi hai. Amen. Yesu anasema ya kwamba in John chapter 20 and verse number 22, inasema he breathed on them and he said, receive the Holy Spirit. Uwepo. Bwana sana. Ni jambo ambalo lilisikika, na naomba ya kwamba Mungu anaweza akaleta tukio la aina hiyo katika kanisa letu. Kwa sababu hii ndio itabadilisha maisha yangu. Hii ndio itabadilisha maisha yako. Hii ndio itabadilisha kanisa letu. Praise be to the name of Jesus. Nikiomba na mwambia Mungu kama vile ilivyokuwa siku ya Pentekoste, na ifanyike hivyo. Amen. Kwa sababu wingu la huo upepo wa Roho Mtakatifu ukikuja, sio sisi tu tutasikia. Kutawana watu watakuja kuangalia ni nini hii inafanyika Waithaka. Praise be to the name of the Lord. Na wanapokuja wanavutwa na Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema ya kwamba walipokaribia mahali pale, Peter aliposimama akahubiri, zaidi ya watu 3,000 wakaja katika mwili wa Kristo. Amen. Kwa hivyo ni katika hizo nguvu, huo uwepo, Mungu analeta watu wake. Namba 3, tongues of fire. Number 3 inasema, verse 3 inasema, then which is a sequence, then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Na inasema ya kwamba na ikaonekana miali ya moto. Tuko pamoja? Miali ilionekana. Amen. Kuja kwa Roho Mtakatifu haikuwa tukio la kisiri. Amen. Ni jambo ambalo God in heaven intervened in human history. Amen. Na kwa hivyo wale ambao waliokuja wakaona ya kwamba kuna miali inafanana kama moto ambao umekalia juu ya kila mmoja wao. Wakaiona. Amen. Ni kitu ambacho waliona na macho yao. Wakaona ya kwamba kuna kitu kimekalia juu yao. Amen. Hallelujah. Na hili lilifanyika wakiona kwa macho yao. Kumbuka waliposikia sauti walikimbia pale. Na kwa hivyo walipofika pale wakaona kuna miali ya moto ambayo imekaa juu yao. Na miali moto ni imetumika katika Biblia kuonyesha uwepo wa Roho Mtakatifu. Uwepo wa Mungu. Mungu amejihidhirisha, Mungu amejitokeza kama moto. Praise be to the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Amejihidhirisha kama moto. Moto ambao unaunguza kila kitu ambacho ni kichafu, kila kitu ambacho hakifai, kila nguvu na uwepo wote ambao ni wa kishetani, na hila zote ambazo ni za shetani. Praise be to the name of Jesus. Kumbuka maneno yake Yohana Mbatizaji katika Mathayo sura ya 3 na mstari wa 11. Inasema ya kwamba I baptize you with water for repentance. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Mimi nawabatiza kwa maji ili mtumbu, lakini yule ambaye anakuja baada yangu, na akisema hivyo alikuwa anamaanisha Kristo Yesu, yeye atawabatiza na Roho Mtakatifu na moto. Now I want you to note the word baptize. Now the word baptize in Greek is the word baptizo. Baptizo means to immerse or to submerge. Ni kwa mfano unawekwa ndani kabisa. Ni kama kuna maji, kama vile tunavyobatiza watu. Bwana sana. Tunahakikisha ya kwamba umezamishwa kabisa. Kama mkono umebaki tunakurudia tena. Kama kichwa imebaki tunakurudia tena. Ili ya kwamba uwe kabisa submerged. Uwe ya kwamba umefunikwa kabisa. That's what we call baptism. Baptizo. Na kusema ya kwamba atawabatiza na Roho Mtakatifu inamaanisha you shall be immersed, covered with the Holy Spirit. Now that confirms the word of Jesus. Atakaa ndani yenu na atakuwa katikati yenu. Praise be to the name of the Lord. Na Roho Mtakatifu alipokuja inasema ya kwamba na hiyo miali ikaja juu yao. Praise be to the name of Jesus. Na kama vile ninavyosema ni kwamba moto una signify moto wa Mungu, uwepo wa Bwana. Na katika Agano la Kale tunaona ya kwamba hata Musa Mungu alimtokea kama moto unaowaka. Exodus chapter 3 verse 2 and 4.
the burning bush. Na sio hivyo peke yake, katika mlima wa Mount Sinai in Exodus 19 and verse 18, the Bible says Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. The smoke bellowed upon from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently. Ule mlima wa Sinai ukafunikwa na moshi, sio snow, sio mist, ikafunikwa na moshi ambao uliokuwa umetoka kwa Mungu, na Mungu akashuka kwa uwepo na nguvu mpaka ule mlima ukatigizika. Tuko pamoja? Amen. Moto ni ishara ya Mungu, uwepo wa Bwana. Unakumbuka Mungu aliwaongoza wana wa Israeli na a pillar of fire. Walikuwa hawakikosea njia. So anaposema ya kwamba na huo moto ukawa umekuja, na diposa ukisoma katika kitabu cha Walawi sura ya 6 na mstari wa 12 inasema na moto wa madhabahu uendelee kuwaka, usizimwe. Makuhani wakate kuni, waendelee kuweka zile kuni katika ule moto, usizimike. Na by the way, in that bronze altar, the bronze altar, mahali pale huo moto ulikuwa unawakishwa, huo moto ulikuwa unalenga Roho Mtakatifu. Yale madhabahu ilikuwa damu ikiwa inamwagika pale kwa hiyo madhabahu, ilikuwa inalenga Kristo akiwa kwenye msalaba. Bwana sana. Amen. Na Mungu alikuwa amewafundisha kutoka Agano la Kale ya kwamba wanapomwaga hiyo damu kwenye hayo madhabahu, siku moja Kristo atamwaga damu yake kwenye msalaba. Na Yesu kabisa alimwaga damu yake kwenye msalaba, damu ambayo inaleta msamaha kwa kila moja. Haijalishi umefanya makosa gani ama dhambi gani, Kristo anapokuosha, anakuosha kabisa. Na bali na kumwaga kwa damu, pia kulikuwa na moto ambao ulikuwa ni uwake pale kila wakati. Na huo moto kama vile nimesema ulikuwa unalenga hiyo siku ambayo katika madhabahu ya Mungu kutakuwa na moto wa Roho Mtakatifu, ambao unaosema huo moto wa Roho Mtakatifu usizimwe, uendelee kuwaka kila wakati, ili ya kwamba tunapoishi maisha ambayo tunaoishi, uwepo wa Roho Mtakatifu gali uko pamoja nasi. Amen. Hallelujah. Nami nasema hata siku zetu, ebu na tuwakishe moto wa Roho Mtakatifu kwa maombi, kwa kusoma neno, kwa kuhudhuria ibada, kwa kuhudhuria revival ile ambayo tuko nao kutoka Thursday, ili ya kwamba moto huo usizimike. Moto wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu moto wa Roho Mtakatifu unamaanisha Mungu yu pamoja na wewe. Praise be to the name of Jesus. Amen. Jambo lingine la 4 na ni la mwisho, wale ambao waliokuwa pale, inasema and they were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Now I want you to read that verse very carefully, because that is where we have the distinction. Huu ndio mstari ambao ni wa umuhimu sana katika tukio la Roho Mtakatifu, kwa sababu inaonyesha evidence moja ya Roho Mtakatifu anapokuja. Inasema ya kwamba and they were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Wakaanza kuongea na lugha zingine kama vile Roho Mtakatifu alivyowawezesha. Bwana sana. Na hiyo ni jambo la umuhimu sana, kwa sababu siku ya Pentecost ni katikati ya siku 3 ambayo wana wa Israeli wote kutoka Roman Empire na mahali kwingine walikuwa wanasafiri mpaka Yerusalemu ili waende washerekee. Na kwa hivyo hii siku watu walikuwa ni wengi sana katika Yerusalemu. Watu wengi, kama nitasoma huo mstari, lakini ya umuhimu ni kuelewa ni watu wengi sana ambao waliokuweko huko. Now, siku ya Pentecost ni siku ya kiunabii. Ni siku ambayo ilikuwa inalenga mavuno, because Pentecost also mean the feast of harvest, the feast of weeks.
Praise be to the name of the Lord. Huu ni siku ambayo kutakuwa na mavuno mengi. Mavuno ya mioyo ya watu wengi. Sio tu wa Israeli peke yake, lakini watu wa kutoka tabaka baribari, makabila na watu wa rangi tofauti. Praise be to the name of Jesus. Na inasema na wakaongea na lugha zingine kama vile Roho alivyowawezesha. Na kuna watu ambao wanasema ya kwamba kuongea katika lugha ni kama vile wewe ni Mkikuyu unaweza ukaongea Kikamba. Wewe ni Mkamba unaweza ukaongea Kikuyu. Wewe ni Mkamba unaweza ukaongea Kiingereza. Na wanasema hiyo ni tongues. Huo ni sio ukweli kabisa. Watu wale ambao wanaongea lugha kama hizo, kuna wengine ambao hata hawajaokoka. Wanaweza hiyo ni lugha ya kusoma kwa darasa. Hiyo ni lugha ambayo unaweza ukafundishwa. By the way, kama haujasoma Kiarabu, hauwezi ukaelewa Kiarabu. Bwana sana. Hii sio lugha ambayo walifundishwa na mtu. Hiyo sio lugha kwa mfano ati umesoma na unajua kuongea Kiingereza, unasema that is one of the tongues. Humanly speaking, yes. But from the scripture, no. Because hii ya maandiko waliongea lugha ambayo ilikuwa ya watu hao kwa sababu moja, ilikuwa ya umuhimu sana iwe ni a witness of the coming of the Holy Spirit. Na kila lugha, kila watu ambao waliokuwa wamekuja katika Yerusalemu wasikie kwa lugha yao hii tukio ya kwamba siku ya mavuno imefika, siku ya Pentekoste imefika, siku ya kujazwa na Roho Mtakatifu imefika. Walisikia watu wakisifu Bwana kwa lugha zao. Praise be to the name of Jesus. Nasema Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ukisikia mtu akisema ya kwamba hii mambo ya kunena katika lugha sio ya ukweli, basi anakeuka maandiko ya Mungu. Yesu alikuwa amesema ya kwamba na wale wanaonifuata hizi ndizo ishara zitakayowafuata, na moja yazo na wataongea katika lugha. So lugha, amen, hallelujah, ni moja ya jambo lile ambalo lililofanyika. Kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Ernest Gentile. Katika kitabu yake Mungu na Neno lake anasema hivi: the Bible does not say that you must speak in tongues to have the baptism of the Spirit. Hakuna mahali kwa mfano inasema ni lazima. However, but it does teach us by illustrations that if you have the baptism of the Holy Spirit, you'll be given the immediate evidence of speaking in tongues. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba hata kama hakuna mstari unasema, because hii sio haikuwa swali kwa wale ambao waliojazwa na Roho Mtakatifu. Issue ya kunena kwa lugha was not a debate, was not disputed. Watu wale ambao wana dispute na wanaongea mambo hayo ni wakati wetu, wanasema sio lazima. Lakini kulingana na Biblia na Matendo ya Mitume, wale waliojawa na Roho Mtakatifu waliongea na lugha mpya. Bwana sana. Nasema Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Na lugha ni mbili. And I'll speak that when I come to the spiritual gift. Bwana sana. Kuna tongue ya a gift of tongues which must be differentiated from this tongue here. The gift of tongues ni mtu ambaye ana kipawa ya kuongea katika dimi. Tuko pamoja? Na kama kipawa, Mungu anatoa ujumbe akipitia katika ile ndimi mpya. Hallelujah. Na kuna kuwa na mtafsiri. Kwa sababu tu ni mtu ambaye amejawa na Roho Mtakatifu ambaye anaweza akatafsiri hiyo. The gift of interpretation. Anaweza akainterpret kile Roho Mtakatifu amesema. Kwa sababu lugha hiyo sio ya Kiingereza, sio ya Kiswahili, sio ya Kiyunani, ni lugha ya mbinguni. Paul anaziita katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 kutoka mstari wa kwanza ni lugha za mbinguni. Hiyo ni lugha ambayo inayotoka mbinguni. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 na mstari wa 27 wataongea na lugha ambayo haieleweki kama vile Roho atakavyowawezesha.
Bwana sana. Hiyo ni lugha ambayo inawezekana ikawa ni lugha ambayo ni kipawa, tuko pamoja pendwa, ambayo ina ujumbe ndani yake, na mtu wa aina hiyo Mungu atamtumia either kutafsiri ama mtu mwingine atafsiri hiyo. Na Paul anasema kama hakuna mtu wa kutafsiri hiyo, unyamaze. The other tongues ni yako binafsi for edification. Ile ambayo unaongea na Mungu moja kwa moja katika lugha hiyo moja kwa moja, na ni wewe tu ni Mungu tu anaelewa. Wewe mwenyewe inawezekana hutaelewa, Mungu anaelewa. Bwana sana. Praise be to the name of Jesus. And that is what we find in the book of Romans chapter 8 verse 26 and verse number 27. Tukiwa katika maombi inasema na Roho huomba akiwa ndani yetu na lugha ambayo hatuelewi. Bwana sana. Na tunapoomba hiyo, na kwa sababu anaelewa mapenzi ya Mungu na mambo yote ambayo ni ya Mungu, anatusaidia, anatuwezesha. Now, sitaki kuingia katika vipawa vya Roho Mtakatifu, hiyo ni ya siku nyingine. Kile nataka kueleza ni kwamba tukio hili lilifanyika. Bwana sana. Hallelujah. Na ukisoma mstari wa 5 inauliza hivi. Now, there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. And that's very, very important to note. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one had their own language being spoken. Wale waliokuwa Jerusalem from all nations under the earth wakawa wamekuja, na waliposikia hiyo sauti kubwa, walipokaribia hapo, inasema wakasikia wale wanafunzi wa Yesu wale 120 wakasikia wakiongea na lugha zao. Verse 7, utterly amazed they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Si hawa ambao wanaongea hii, hawa tumekuta wakiongea, si ni watu wa kutoka Galilaya? Now that verse is very, very important. Bwana sana. Mwambie huyo mwingine mstari huo ni wa maana. Mwambie kama unamaanisha. Huo mstari ni wa maana kwa sababu watu wa Galilaya walikuwa wanajulikana kwa sababu ya mambo mawili. Ya kwanza ni accent yao. They were not pure Jews. They were not pure Arameans. Lugha yao walikuwa wanachanganya, wanameza maneno. So hata ukisikia mtu akiongea unajua huyu ni Mgalilaya. Tuko pamoja. Unakumbuka hata wakati mmoja Petro akiwa amejifisha, msichana mmoja akaja akamwambia, na hata wewe ni Mgalilaya. Alijuaje ya kwamba ni Mgalilaya? Lugha yao, wadadisi wa theolojia wanasema wanaposungumuza wanasungumuza na lugha ambayo sio pure Hebrew or Aramaic. Hata hapa Kenya unaweza ukajua mtu ametoka wapi na accent yake. Si ndio? Hallelujah. Si unaweza ukajua mtu na accent yake. Unaweza ukajua huyu ni Mluo, huyu ni Mkamba, huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mwembu, huyu ni mwingine gani? Ni Muluya, huyu ni mwingine gani? Huyo ni Mkalenjin. Unaweza ukajua na accent yake. Hata kama ni Kiingereza anazungumza. Kwa sababu kila lugha kuna letters ambazo ziko na shida. Tuko pamoja. Na ukisoma katika historia ya watu wao walikuwa nasema kuna vitu naita gutturos. Gutturos ni sauti ambayo unasungumza kutoka hapa. Unaona hiyo? Those are gutturos. Gutturos are sound that you speak from here. Walikuwa nasema na Hebrew iko na gutturos nyingi. Tuko pamoja. So wale ambao walikuwa wametoka Galilaya hawakuwa na hiyo. Hawangeweza kusungumza hiyo. Ni kama Mkikuyu anaongea Kiluya. Mahali pale kuna K na H. Unaona hiyo? Are we together there? Do you have some Luyas here? Can I see some Luyas here? Any Luya here? Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, kwa mfano mahali pale kuna K and H. Unaweza ukakuta ya kwamba ukisungumuza mtu mwingine akiambia asome hiyo. Bwana sana. Hallelujah. Hiyo nimekubana nayo wiki iliyopita na wiki kwa sababu nilikuwa nafanya interviews za ordination na mtu anasema kitu ninaandika literally vile ninasikia akisema, ananiambia hapana sio hivyo. Because kile ninasikia na kile anasema ni kitu na kile kinaandika ni kitu vile tofauti.
Because so hawa wanasema, si hawa ambao wanazungumza hapa wanatoka Galilaya. Kwa sababu accent ya Galileans hawakuwa na hizo gutturals. Tuko pamoja. Na jambo la pili, watu wa Galilaya hawakuwa wamesoma sana. Watu hawa kumbuka walikuwa wanakaa Yerusalemu. Jerusalem then was the capital city ya Jews. So wale ambao wana speak pure Hebrew, pure Aramaic, walikuwa wanakaa Yerusalem. So mtu wa Yerusalemu akiongea Hebrew ama akiongea Aramaic alikuwa anajulikana sawa. Wale ambao wamesomea walikuwa wametoka Egypt. Egypt was actually a superpower then. Ilikuwa ni nchi ya wasomi. Tuko pamoja. Ilikuwa na university moja ile kubwa sana. Watu wale ambao walikuwa wametoka Egypt walikuwa wasomi. Wale wametoka Rome, Latin. Tuko pamoja. Walikuwa wameelewa lugha. Akiongea anaongea kwa ufasaha. Anaongea kwa njia ambayo inaeleweka. Lakini walistuka ya kwamba watu hawa ambao wananena, wanasifu Mungu kwa lugha zao, native languages, pure native languages, and they were wondering, these are unschooled people, these are uneducated people. Ni watu ambao wametoka Galilaya, mahali ambapo usomi hauko, mahali pale kuelewa hakuko. Imekuwaje kama wanaweza wakaongea katika dimi zetu? Tuko pamoja pendwa. Lakini nasema katika mstari wa 4, kama vile Roho alivyowawezesha. Bwana sana. So sio kitu ambao walikuwa wamesoma. Hallelujah. Na inasema in verse number 9 nikimalizia, Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya in Africa near Cyrene, visitors from Rome, both the Jews and converts of Judaism, Cretans and even Arabs were also there. We hear them declaring the wonders of God in our own languages. Can you imagine ya kwamba mtu anaongea na Kiarabu na hajasoma Kiarabu na anamsifu Bwana na Kiarabu? Bwana sana. Inawezekana kweli kama hakuna Mungu. Ni Mungu tu ambaye anaweza akawezesha hiyo mambo. Na hiyo haimaanishi ya kwamba kuongea katika lugha ni kuongea lugha nyingine. Please note there. Praise be to the name of Jesus. Inasema kama vile Roho wa Mungu alivyofanya nini? Alivyowawezesha. Wewe jaribu kuongea Kiarabu. Wewe jaribu. Jaribu. Kama unafikia kwamba ni lugha ya kusoma, wewe jaribu. Ndugu Zakari, si ujaribu kuongea Kijamani dakika hii. Si ujaribu. Uone hakuna kitu ambacho utajua. Lakini kwa sababu Mungu kuna ujumbe katika tukio hili la Roho Mtakatifu alikuwa wanataka waelewe. Amen. It is God intervening in human history. Mungu alikuwa anataka watu wote wakuje hapo na wasikie kwa lugha yao wakiongea mambo ya kumtukuza Mungu. Bwana sana. Na kwa hivyo walisikia, kama ni Mwarabu anasikia na Kiarabu, kama ni mwa Egypt anasikia na Kiegyptian, kama ni wa lugha hiyo nyingi anasikia, kama ni wakasikia wanasifu Mungu kwa lugha zao. Akasema mimi nimesikia amesema kwa lugha yangu. Naye huyo mwingine anamwambia hata mimi nimemuelewa kwa lugha yangu. And the Bible says, and they were utterly amazed. Wakaulizana, hii ni neno gani ambayo verse number 12 inasema, amazed and perplexed they asked one another, what does this mean? Hii inamaanisha nini? Kwa sababu hii sio kitu ya kawaida. Hii sio kitu ya kawaida. Haiwezekani mtu ambaye hajasoma aongee Kiarabu. Haiwezekani mtu ambaye hajasoma aongee Egyptian, na is pure native language. Wakaulizana, kwani imekuwa namna gani? Wengine wakawatania mstari wa 13 wakasema, they made fun of them and said they have had too much wine. Wameamkia mvinyo, wamekunywa, wamelewa. Brother, hata kama umelewa, unaweza ukaongea Kijamani kama hujui. Surely, does it mean ya kama walevi wanaongea lugha ambazo zinaeleweka? Mimi sija kunywa pombe katika maisha yangu. Lakini wale ambao wamesha kugonga kidogo na wako hapa, wakati ule ulipokuwa unagonga, ulikuwa unaongea hizo lugha kweli? Ulikuwa unaongea hiyo lugha kweli? Haukuwa unaongea hizo lugha kweli. You can only speak those languages if you have been enabled by the power of the Holy Spirit.
So at that particular moment, kwa sababu kuna ujumbe ambao Mungu alikuwa anataka ujulikane ulimwengu kote. Hatujaambiwa walikuwa wanasema nini, lakini naamini ya kwamba Roho Mtakatifu akaanza kuzungumza na mioyo yao. Ndiposa Petro aliposimama na akasema, brethren, these people are not drunk as you suppose. It's only 9 in the morning. No, this is what was spoken by prophet Joel. And I conclude by reading this. In the prophecy of Joel, the Bible says, and afterward I will pour out my spirit on all people. My sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. And these are the days. Amen. These are the days. Amen. Petro akasimama katikati akawaambia, ni asubuhi sana. Hata wale wanapigaga pombe, labda hajamaliza kupika, haijaiva. Na hata kama ilikuwa imeiva, ni mapema sana. Mtu kuamkia pombe saa 3, kweli? Hata hajaenda kwa kazi. Hata wale wanakunywa pombe wakunywaji asubuhi. Na ukipata mtu anakunywa pombe ya asubuhi, huyo bure kabisa. Surely. Kwa sababu mimi simtetei ya kwamba akunywe mchana, lakini kama anakunywa hata saa 3, atafanya kazi masaa ngapi? So Petro anasimama anawaambia, hapana, watu hawa hawajalewa. Bwana mesana. Watu hawa hawajatokwa na mawazo yao. Unajua wakati mwingine tukiongea katika lugha, sisi wa Pentecoste, watu wengine pia wanatutania. Bwana mesana. Watu hao wamepagawa na mapepo. Watu hao wana shida hii na ile nyingine. Kwa nini una shida hiyo na hauna shida na wale wengine? Praise be to the name of Jesus. Praise be to the name of the Lord. Wakasema na siku ya Yeremia imetimia. Nataka kumalizia na kusema hivi, kwa sababu hii series tunaendelea nayo. Amen. Tunaishi nyakati hizo za Yoeli. Amen. Tunaishi siku hizo za Yoeli. Na Roho Mtakatifu ni ahadi kwa kila mtu, sio Myahudi peke yake. Amen. Hata makabila yote ya Kenya inaweza ikaongea na lugha mpya. Watu wa makabila yote ya Kenya inaweza ikaguzwa na Mungu. Sio hiyo inaondoa ukabila, kwa sababu kuna watu wanafikiria hivi, kabila fulani hawajaokoka. Do you know that tribal, misconceptions? Ya kwamba hata kama mtu ameokoka anasema wanaokoka lakini. Ondoa hiyo lakini. Wale ambao Yesu ameweka huru, anawekaga huru kabisa. Praise be to the name of the Lord. Huu wokovu ni wa kila kabila. Huu wokovu ni wa kila mtu. In fact, watu wengine watashangaa kukuta makabila mengine mbinguni, kwa sababu alikuwa anafikiria wao hawaokokagi. Na kama ameokoka ana kasoro ya kuokoka. Hapana kitu ya aina hiyo. Na that is why Mungu alimake sure ya kwamba makabila yote ambayo ilikuwa chini ya ulimwengu, siku ya Pentekoste, siku ya mavuno, wote wako katika Yerusalemu, na imesemwa kwa lugha yao ili ya kwamba siku ya mavuno imefika. Na wapendo wa Petro aliposimama, zaidi ya watu 3,000, na wakati inapohesabiwa wanahesabiwa tu wanaume peke yake. So inawezekana walikuwa wamama wengi na vijana wengi ambao walikuwa wamekuja kushungulia katika ile nyumba ya juu. Na Biblia inasema watu wakapeana maisha yao kwa sababu wokovu ni wa kila mtu. Amen. Wokovu ni wa kila mtu. Amen. Na wokovu sio tu wa wazee peke yake, inasema ya kwamba my sons and daughters. Because kuna watu wazima wanafikiria vijana hawajaokoka. Na kama wameokoka wana kasoro. Nao vijana wanafikiria wazee hawajaokoka. Bwana sana. Hapana. Biblia haisemi hivyo. Inasema I'll pour out my spirit on all people. Hebu tusimame katika jina la Yesu. Maombi yangu na pia iwe shauku ya moyo wako, ya kwamba kama vile ilivyofanyika siku ya Pentekoste, ifanyike kwetu Waithaka. In the name of Jesus. Nasema in the name of Jesus. Tunapoendelea na hii series, iwe ni mchana, ni usiku, ni jioni,
Ebu omba ya kwamba Mungu akujaze upya na Roho Mtakatifu. Ebu na umwambie Mungu, huu moto wako wa Roho Mtakatifu uwake ndani yangu kila wakati. Ebu mwambie Mungu, siwezi bila wewe. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Ni kuwa na Mungu katikati yetu, pamoja na sisi. Na tunasema wazi, sisi hatuwezi bila yeye. Na kwa sababu haya ni majira ya Roho Mtakatifu, tusikatae Roho Mtakatifu. Kama vile watu walikataa Kristo na wakatakaa Mungu siku za zama. Hebu tukubatie Roho Mtakatifu. Na tukiri kabisa katika mioyoni mwetu ya kwamba bila Mungu sisi hatuwezi. Naomba tuinue mikono yetu tunapoomba katika jina takatifu la Yesu. Baba Mungu mwenye uweza, kama jinsi ambavyo ilivyokuwa siku ya Pentekoste, naomba Bwana Mungu mwenye uweza iwe hivyo kwetu siku ya leo na kuendelea, Bwana majeshi. Naomba Mungu mwenye uweza that the real encounter of the Holy Spirit, the real encounter of the Holy Spirit may befall on us in the name of Jesus Christ. Let your fire of the Holy Spirit fall on us, our Father and our God. I pray as it happened, God of heaven, in that day, in the fulfillment of the promise of the Holy Spirit, let it happen, God our Father, in our lives, in the name of our Lord Jesus. I pray, God of heaven, that you baptize us with your Holy Spirit. Baptize the men with the Holy Spirit. Baptize the women with the Holy Spirit. Baptize the young people here with the Holy Spirit. Baptize, oh God, the young children, oh God, with your Holy Spirit. The promises for us, and we acknowledge, oh God of heaven, it's not meant for certain people, God of heaven. It's meant for us all. Father God, I pray that you allow your Holy Spirit to come on us, oh Father God. Appear to us, fill us in our prayers, oh God. Let your presence be made manifest in the name of our Lord Jesus Christ, oh God. I pray for a mighty move of God in this place. I pray, oh God, for a mighty move of the wind of the Holy Spirit in this place, in the name of our Lord Jesus. I pray, oh God, that mighty Father, you may cause it to happen, oh God, in our time, because we are living in the days that were prophesied by Prophet Jeremiah, Prophet Isaiah, Prophet Joel, in the name of the Lord Jesus. That in those days, and we are in those days, God. Lord, I pray, do not deny us your presence, oh God. Fill us, oh God, with your Spirit, oh God. Fill us with your presence, mighty God. Let your presence be with us, oh God, in the name of the Lord Jesus. Let your presence be upon us, oh God, in our marriages, in our families, in our jobs, in our businesses, God. In every, God, our Father, facet of our lives. I pray in the name of the Lord Jesus. Let your Holy Spirit be with us in the name of the Lord Jesus Christ, oh God. Sweep over our hearts and our minds in the name of our Lord Jesus Christ, oh God. We thank you, Jesus. We bless your name, our Father and our God. And even as we continue, God, trusting and waiting upon you, Lord, I pray that fulfillment will happen to every individual in this place in the name of Jesus Christ, oh God. Father God, we give you glory. Father God, we give you worship. Father God, we give you praise. Bring hunger of your presence in our lives. Bring hunger of your word, even in this church. In the name of our Lord Jesus Christ, oh God, we pray that our Father be with us, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen.